Jioni ya leo ni moja kati ya game ambayo inaenda kuwa mechi moja ya ushindani kubwa sana ambayo tumeweza kushuhudia Dar es Salaam Derby ikiwa inapigwa ndani ya Tanzania bara, lakini kupitia Mapinduzi Cup Dar es Salaam Derby inaenda kupigwa pale Gombani Pemba mida ya saa 10:30 kamili jioni, ambayo naweza nikasema ni mechi ambayo mabingwa kama Yanga ambao wanakuwa kwenye ubora wakati huu na hapa asilimia kubwa kwenda kushinda mechi ya leo kutokana na performance ambayo umeweza kuonyesha kwenye Mapinduzi Cup, hasa kwenye mechi mbili, mechi ya zidi ya TRA pamoja na mechi ya Singida Black Star ambayo mechi imeweza kushinda, lakini hawajaruhusu goli hata moja. Lakini performance ya wachezaji mmoja baada ya mwingine, maingizo mapya ya wachezaji, tumeweza kumshuhudia Mohamed Damalo Kamara pamoja na Alani Okelo ambaye ametambulishwa siku ya jana. Ni miongoni mwa sajili ambazo sio za kufikiria zinaingia kwenye first 11 moja kwa moja katika kikosi cha kocha Pedro Gonzalez ambaye siku ya leo anaenda kulipa kisasi cha mabingwa wa Tanzania Young African ambao wamekuwa wakisumbuliwa na kocha Florent Ibenge kwa takriban misimu kadhaa iliyopita wakati wa michuano ya Champions League pamoja na CAF Confederation Cup. Lakini yote kwa yote, mechi ya leo Yanga anapokuwa anahitaji kombe na liko uwanjani, haijawahi kuwa mechi nyepesi sana kwake, haijawahi kuwa mechi ngumu sana kwake, lakini yote kwa yote wanajiita ni timu ya makombe. Kwa kila kikombe kitakachokuwa uwanjani hawezi kukiacha kiondoke patupu, lazima apite nacho. Tutambue walialikwa Rwanda dhidi ya APR FC na walialikwa kupitia michuano hiyo ya uzinduzi wa uwanja wao mpya. Kombe lilikuwepo uwanjani pale, APR Cup ilipigwa, lakini waliamua kuondoka na kikombe hicho msimu jana 2025. Lakini msimu huu wamechukua ngao ya hisani ya Tanzania bara. Wana vikombe mpaka sasa viwili, hawajaacha hata kimoja. Safari hii ni Mapinduzi Cup ambayo ni siku ya leo. Na hapa asilimia kubwa kwa sababu ya ubora wa kikosi walichonacho. Wana wachezaji wa X Factor, tunamzungumzia Pacome Zouzoua, bila kumsahau Maxim pia Nzengeli, ambao ni wachezaji ambao mechi yote ngumu watakupa matokeo. Hata kama kocha mbinu imemshinda, ni wachezaji ambao wataipika timu na wataipatia timu alama 3, wanafuzu. Kwa yote naiona Azam ikienda kupoteza game ya leo na Yanga itachukua ubingwa, na moja ya kitu ambacho anaenda kukitetea wananchi, mpinzani wao kapigwa na Azam mara 2. Hii aibu nalifezea kwa kupitia hawa watani wa Kariakoo. Mmoja anapokandamizwa na Azam, basi tambua mmoja anaweza kukubali, lazima akaue ule uteja ambao mtani wake ameweza kufunga mara 2. Mechi ya kwanza mwaka jana ya ligi kuu ameweza kupoteza mechi ya goli 2 Benjamin Mkapa Simba, lakini mechi ya mwaka huu ya Mapinduzi Cup pale Zanzibar kapoteza goli 1-0. Kwa game mbili mfululizo Simba hajaingia kambani, lakini kapoteza. Hii imekaa vipi? Ubora wa kikosi cha Simba na ubora wa kikosi cha Yanga ni vitu viwili tofauti. Kwa yote twende tukashuhudia game siku ya leo, lakini asilimia kubwa wananchi wanaenda kufurahisha rais muungano wa Tanzania, Baraza la Mapinduzi Zanzibar. Tunazungumzia Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye siku ya leo atakuwa kama mgeni rasmi. Tunatambua ni kitu ambacho kitakuwa ni cha kipekee sana. Kama unavyojua Hussein Ali Mwinyi ni shabiki kabisa wa klabu ya Yanga, na leo atakuwa kama mgeni rasmi. Wananchi watakubali kumfezesha, watakubali kumdhalilisha? Hapana, ni kitu ambacho hakiwezekani. Twende tukashuhudie na Yanga watarudi na kikombe Tanzania. Asante.